Baba, katika jina la Yesu Kristo, wewe ni mwenye nguvu na mamlaka. Mungu ambaye umeketi enzini, mahali pa siri, mahali pa juu. Neno lako lasema kwamba kiti chako cha enzi kipo mbinguni. Duniani ni mahali pako ambapo umekelea miguu mfalme. Naweza enda wapi nilijifiche neno lako? Baba, wewe ni mwaminifu. Neno lako litokale kwa kinywa chako halitarudi bure. Asante kwa sababu ya neno lako. Katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Hello brethren. Usiku huu nashukuru Mungu kwa sababu ya neema yake. Wakati mwema ambao nataka tushiriki neno la mfalme, kwa sababu ni yeye ambaye amenena mazuri na mema katika maisha yako. Ni wakati mwema ambao nataka tushiriki neno la Mungu katika jina la Yesu Kristo, na Bwana atakubariki. Bwana atakutenda mambo mazuri. Najua kwamba Mungu atakutendea mambo mazuri katika jina la Yesu Kristo. Siku wa leo neno la Mungu la kuja kwetu katika hali ya swali, ili kwamba siku hiyo itakapofika utaulizwa kulingana na maandiko. Utamwambia nini mwana wa mfalme? Jambo gani ama jibu gani utakaloweka mbele ya mfalme? Wakati muda utakuwa umekwisha, wakati muda utakuwa umekwisha kwako, utasema nini mbele za Mungu? Niko hapa na swali kwa ajili yako, na pia kwa ajili yako naleta neno la tumaini katika jina la Yesu Kristo. Bwana anakupenda. Yeye ni mwaminifu sana katika hali zote. Yeye ni mwaminifu sana katika hali zote. Neno la Mungu lasema ndani ya Isaya mlango wa 40 mstari wa 28, Biblia inauliza kwamba, je, wewe haukujua wala haukusikia? Je, wewe haukujua na kwamba haukusikia? Yeye Mungu wa milele, yeye Mungu wa milele, Bwana muumba mwisho wa dunia, ya kwamba Bwana muumba mwisho wa dunia hazimii wala hachoki, akili zake hazichunguziki. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba yeye mwisho wa mwanzo wa dunia. Ni swali ambayo inaulizwa kwamba, je, wewe haujui wala haukusikia kwamba yeye wa milele, huyu ni Mungu wa milele, Bwana muumba mwisho wa dunia, hazimii wala hachoki, akili zake hazichunguziki. Mstari wa 29, hata vijana watazimia na kuchoka. Hata vijana watazimia na kuchoka. Oh, haleluya. Hata vijana watazimia na kuchoka. Oh, umuongezea nguvu yeye asiyekuwa na uwezo. Wakati vijana wanazimia na kuchoka, yeye huwaongezea nguvu wasiokuwa na uwezo. Hata vijana watazimia na kuchoka, lakini yeye ataongezea nguvu walio wanyonge mbele zake. Wao wasio na uwezo atawapa uwezo. Haleluya, haleluya. Hiyo ni verse 29 nasema kwamba wapa nguvu wazimiao, huongezea nguvu
umwongezee nguvu yeye asiyekuwa na uwezo. Hata vijana na kuzimia watazimia na kuchoka, na wanaume vijana wataanguka. Wala ambao wanajiita kwamba Gen Z wote wataanguka, bali wao wamngojao Bwana watapata nguvu mpya. Watapanda juu kwa mbawa kama tai, watapiga mbio wala hawatachoka, watakwenda kwa mguu wala hawatazimia. Mpendo msikilizaji, ninalotumaini usiku wa leo, popote ambapo unaisikia sauti hii, ni swali kwako wewe mpendwa, ya kwamba je, haukusikia hizi habari za Mungu? Haukusikia hizi habari za Mungu? Maana neno lake linasema kwamba yeye aliyeziumba mbingu na nchi, aliyeumba mwisho wa mwanzo, yeye aliyeumba mwisho wa mwanzo. Bwana Yesu asifiwe. Anasema kwamba hata vijana watazimia, watakimbia lakini wataanguka. Lakini mstari wa 31 unanitia nguvu katika jina lake Mungu. Unasema kwamba bali wao wamngojao Bwana, wale wamngojao Bwana watapata nguvu mpya, wala hawatachoka. Watakwenda kwa nguvu, watakwenda kwa miguu, wala hawatazimia. Ya kwamba wale wamngojao Bwana watakwenda kwa mguu lakini hawatachoka. Wale wamngojao Bwana watapewa nguvu mpya. Kizungu Biblia inasema kwamba but those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Ya kwamba watatembea na hawatazimia. Mpendo usiku wa leo, wewe ambao unasema kwamba uko na muda wako wa kuishi katika ulimwengu, na kutia moyo na kurejesha katika njia za Kristo, ya kwamba haukusikia yeye aliyeziumba mwisho wa mwanzo, yeye aliyeumba mwisho wa mwanzo. Anasema kwamba wewe utakapoenenda peke yako, utaenenda na utachoka. Utakimbia kwa miguu na utaanguka. Utakimbia kwa miguu lakini utaanguka. Lakini atia moyo ya kwamba wote ambao mngojao Bwana wataenenda kwa miguu wala hawatazimia. Wataenenda kwa miguu wala hawatazimia, kwa sababu Bwana Mungu anawapa nguvu mpya, ya kwamba atawapa nguvu mpya, ya kwamba watapaa juu zaidi kama tai, ya kwamba watapaa juu zaidi kama tai. Hawatachoka na kupungukiwa, kwa sababu wanamngoja Bwana. Kumngoja Bwana katika njia ya haki, kumngoja Bwana katika njia ya haki. Wewe unamngoja Bwana katika njia gani? Biblia inasema kwamba wote watakao mngoja Bwana, those who wait upon the Lord, those who wait upon the Lord, they will run and not faint. Kwa sababu watakuwa na mngoja Bwana, watakuwa na imani timilifu mbele zake, watakuwa na imani timilifu mbele zake, kwa sababu watakuwa na mngoja Bwana. Kwa sababu hao wanamngoja Bwana watakimbia na hawatachoka, kwa sababu watakuwa wametiwa nguvu mpya, kwa sababu watakuwa wametiwa nguvu mpya katika jina la Yesu Kristo. Mimi na wewe yatupasa kumngoja Bwana. Hatutamngoja Bwana katika hali ya dunia,
Hatutamngoja Bwana katika hali ya unafiki. Hatutamngoja Bwana katika hali ya usharati. Hatutamngoja Bwana katika hali ya wizi. Biblia inasema kwamba tumngoje Bwana katika uaminifu na utimilifu wake. Tusubiri, tukae, tukikesha, tukiomba, kama vile jinsi wanawali 10 walikesha wakiomba kwa sababu ya kusubiri bibi harusi, bwana harusi. Neno la Mungu lasema kwamba pakawa na wapumbavu 5, hawa ambao walimsubiri bwana harusi, lakini hawakutia taa zao mafuta. Walitia taa zao mafuta, lakini hawakujibebea akiba katika jina la Yesu Kristo. Lakini lantia moyo ya kwamba palikuwa na wale werevu, nao pia walikuwa 5 walipokuwa wakimngoja Bwana. Lichekuwa taa zao zilikuwa zinang'aa, taa zao zilikuwa zinawaka, taa zao zilikuwa zinaangaza, lakini walikuwa na akili ya kubeba akiba kwa ajili ya mafuta, kwa ajili ya kumngoja Bwana. Bwana harusi atakapokuja asiwapate wamezimia. Usiku wa leo nataka nikutie nguvu, lakini katika hali zote nataka nikutie nguvu ya kwamba tujifunze kumngoja Bwana. Tumngoje Bwana katika hali ya uaminifu. Tumngoje Bwana katika hali ya kufunga na kuomba katika jina la Yesu Kristo. Tumngoje Bwana katika hali ya kufunga na kuomba, kukesha madhabahuni pake na kulilia miguuni pake kila wakati, kukesha na kusubiri kwa sababu ya sauti yake atakapokuja mwana wa Adamu, ya kwamba tupate tukiwa tayari, mimi na wewe, matendo yako yampendeze Yesu ambaye anaishi milele. Bwana asifiwe. Yatupasa kumngoja Bwana. Hatamngoja Bwana tukiabudu miungu. Hatutaabudu Bwana tukimngoja tu, hatutamngoja Bwana tukiabudu miungu. Na anasema kwamba neno linalotoka katika kinywa chake halitarudi bure. Anasema kwamba atatupatia nguvu. Wewe unayeng'ang'ana katika huduma, unashangaa na kuhangaika, Yesu anasema usiku wa leo, anazungumza pamoja na wewe. Anasema kwamba mngoje Bwana. Subiri wakati wa Bwana, subiri wakati wa Mungu. Utakapofika ataangalia moyo wako. Ikiwa wewe ni mwaminifu, umekuwa timilifu, Bwana atakutendea. Atakufika mwili mpya, atakufika nguvu. Utapaa juu kama tai, hautachoka. Utakimbia lakini hautachoka, kwa sababu utakuwa na nguvu mpya, kwa sababu utakuwa na nguvu mpya. Lakini wewe unayekimbia peke yako, wewe unayetembea na nguvu zako, utachoka na kuanguka, kwa sababu Bwana anasema kwamba wote ambao mngojao Bwana atawapa nguvu, watapaa juu kama tai. Haleluya. Watapaa juu kama tai, ya kwamba hawatachoka, ya kwamba hawatachoka. Watakimbia lakini hawatachoka, watakimbia lakini hawataanguka, watakimbia lakini hawataanguka, watakimbia lakini hawataanguka katika jina la Yesu Kristo. Wote ambao mngojao Bwana kila wakati, yeye ni mwaminifu, yeye ni mwaminifu. Anasema kwamba tumngoje yeye, anasema kwamba tusubiri yeye, anasema kwamba tumsubiri. The Bible says but those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on the wing like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not faint. In the mighty name of Jesus Christ. God is faithful. Nataka nikutie moyo ya kwamba Mungu ni mwaminifu, ya kwamba Mungu ni mwaminifu, ya kwamba Mungu ni mwaminifu. Nataka tutumike pamoja katika maabudu, tukikiri ya kwamba jina la Bwana yeye ni mwaminifu. Kila siku, kila saa yeye ni mwaminifu.
Wewe ni mwaminifu Bwana, kila siku na majira yote. Wewe ni mwaminifu Baba. Baba, kila siku, kila saa, mwaminifu Bwana. Kila siku, kila saa, mwaminifu Bwana. Kila siku, kila saa, mwaminifu Bwana. Ndani ya moyo wangu napo tazamia Bwana, yeye ni mwaminifu Bwana. Hata katika huduma napo mtazamia huyu Yesu, yu mwaminifu Bwana. Ndani ya ndoa yako wewe mpendwa, unapo mwamini huyu Yesu, ni mwaminifu. Kila siku, kila siku, kila saa, mwaminifu Bwana. Kila siku, kila siku, kila saa, mwaminifu.